أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Mafunzo ya Amali, Mwenyekiti na Muasisi wa Jumuiya ya Kuimarisha Taaluma na Maadili ya Kiislamu Zanzibar, Bi Saada Mohamed Nasor, pamoja na mjumbe wa kitengo cha taaluma katika jumuiya hiyo, Bi Amina Salum Khalfan, Bi Madina, mkurugenzi anayeshughulikia masuala ya wakfu pamoja na mali ya amana na hija katika kamisheni yetu ya wakfu na mali ya amana, viongozi mwakilishi kutoka ofisi ya Mufti, viongozi mbalimbali wa dini kama walivyotambulishwa hapa. Tuna mashehe na maustadhi wakubwa, viongozi kutoka taasisi mbalimbali za serikali na binafsi, wawakilishi wa jumuiya za kidini zilizotambulishwa na nyingine zilipata fursa ya kutoa salamu, wanakamati wa Zanzibar Youth Ramadan Light, waalikwa wengine wote, ndugu vijana, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, ametupa neema ya uhai na afya njema. Tumekusanyika hapa leo kwenye shughuli hii ya kuzindua rasmi programu ya Zanzibar Youth Ramadan Light yenye lengo la kuimarisha nuru ya elimu, kuimarisha imani, lakini pia na kuwawezesha vijana. Niwashukuru waandaji wa programu hii kwa kunialika na kunipa heshima kubwa ya kujumuika na nyinyi katika shughuli hii leo. Kama alivyosema awali, ilikuwa iwe tarehe 2, lakini kulikuwa na program pia ya kiserikali ambayo nitakiwa nihudhurie na wakaridhia kuipeleka mbele. Kwa hiyo niwaombe radhi nyote ambao mlikuwa mmekwazwa kwa njia moja au nyingine kwa kuahirisha tukio hili, lakini pia imekuwa neema kwa sababu anasema tarehe hiyo kulikuwa na tukio jingine ambalo pengine ingeleta mgawanyo, wengine wanataka kwenda kote lakini muda ndo ule. Kwa hiyo wakati mwingine mambo yanayotokea tunaweza kuona mabaya lakini yakawa na kheri ndani yake. Ndugu washiriki, Mwenyezi Mungu ametuambia katika Qur'an Suratu Ar-Ra'd aya 11 kwamba hakika ya Mwenyezi Mungu hayabadilishi yaliyomo katika jamii ya watu mpaka wabadilishe yaliyomo katika nafsi zao. Hii ni sentensi nzito sana, na tukizingatia hii mambo yetu mengi yatanyoka. Taasisi hii imeanzishwa haina muda mrefu, kama nilisikia vizuri ni 2024, lakini ndani ya muda mfupi imeweza kuja na kitu kikubwa kama hichi ambacho tunakizindua leo. Sasa hivi tuna changamoto kubwa ya masuala ya kimaadili yanayowakabili si tu vijana wetu mpaka na watu wazima, kwa sababu tukumbuke vijana wakikosa maadili, hawa ndo kesho na kesho kutwa wanakuwa watu wazima, na hata wahuni nao wanazeeka. Kwa si kila mtu mzima unayemuona ni kwamba yuko vizuri kama hakujengewa misingi iliyo imara akiwa kijana, kama tunavyotaka sasa kufanya vizuri kupitia programu hii. Akiacha akaendelea kukua kiholela, huyu atakuja kuwa mtu mzima ovyo, atazeeka na uhuni wake na kutokuwa na maadili kwake. Lakini mbaya, kwa sababu tumefundishwa kuwaona watu wazima, wazee wote ni watu wema wenye maadili, hawa ndio wanatuharibia pengine na watoto, kwa sababu tunaona wako vizuri, tunawaamini kuwa na vijana wetu na watoto wetu, lakini kumbe hatukuwajengea msingi imara na wao kuwa na hofu ya Mungu na kuweza kuwa sehemu ya kufundisha maadili hayo. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa, na wamejikita kwenye hii aya, yani wao wameona kwamba kwa kweli ni lazima tuanze kubadilika ndani. Jambo lolote mtu akilalamika, kama hajaamua kubadilika kutoka nafsi yake akaanza kufanya matendo yanayoendana na kubadilika huko, basi anaongea tu, na wengi wanafanya hivyo. Analalamika kwamba yeye amechoshwa na hali hii, lakini ni mdomoni, kwenye nafsi yake bado hajachoshwa na hiyo hali.
kwa sababu hajachoshwa, ndio maana hachukui hatua. Utakapochoshwa utachukua hatua, na ukianza kuchukua hatua, maana yake umebadilika kutoka ndani na unachukua hatua, Mwenyezi Mungu anakuwezesha, basi na mazingira ya nje yataweza kubadilika. Kwa hiyo jumuiya ilichoshwa na hii hali, imeanza kuchukua hatua. Sasa sisi wengine wote kupitia taasisi mbalimbali tunazoziwakilisha, lakini pia kibinafsi, tuchoshwe na hali iliyopo sasa hivi ya ukosefu wa maadili katika vijana wetu, ili na sisi mmoja mmoja na kwa umoja wetu tuchukue hatua, mazingira nje yetu yaweze kubadilika. Usipofanya hivyo, maana yake akiwa ameharibikiwa wa mwenzako, vijana ndio wanakaa pamoja na wako watakuja kuharibika. Kwa hiyo tusione hili limempata fulani, haliishii hapo. Tusipochukua hatua itasambaa, inakuwa ni kama kensa ndani ya jamii. Kwa hiyo ni jukumu letu sote kama wazazi, kama walezi, kama wana jamii ya Kizanzibari kuchoshwa na hali ilipo, tubadilike kwenye nafsi zetu na tuchukue hatua kuhakikisha kwamba kizazi chetu, hasa watoto na vijana, wanaanza kupata misingi iliyo imara, kuifahamu dini yao na kuiishi kama inavyoelekezwa na Qur'an tukufu pamoja na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili sasa tuweze kunusurika. Tunahitaji nusura ya Mwenyezi Mungu kuepukana na haya, lakini nusura ya Mwenyezi Mungu ameshaitoa kupitia Qur'ani. Ni kwamba tu tunaipuuzia, tunaisoma kwa Kiarabu ambapo wengi wetu hatukijui, lakini tunakariri, tunahifadhi juzu zote. Lakini huyu aliyehifadhi anauza duka, ana mizani, aya ya Qur'ani inaozungumzia kutokupunguza vipimo, inasoma kwenye redio yake, lakini yeye mizani yake ameirekebisha, anapunguza kipimo. Lakini tafsiri ya kupunguza kipimo hii, kwani inahusu wanauza tu kwa mizani? Kwa mfano, mtumishi wa umma, wewe unalipa kwa masaa 8 kwa siku. Kama unatumia masaa 2 kufanya kazi, lakini unapewa mshahara wa masaa 8, hujapunguza kipimo wewe. Kwa hiyo kila mmoja afanye reflection ya mafundisho ya Qur'ani yanamgusa vipi katika kazi yake, halafu aiishi. Sisi sote tunatakiwa tuiishi Qur'ani. Ni kweli ni binadamu, tuna mapungufu, tutamwendelea kumwomba Mwenyezi Mungu atusame na kutuongoza, lakini usipange makususi kufanya makosa basi iwe tu ni kuteleza bahati mbaya. Lakini watu wapo wanaopanga mikakati makususi ya kufanya uhalifu, ya kufanya uhujumu, ya kufanya uharibifu. Hiyo tujiepushe nayo, kwa sababu si katika mambo ambayo yatatufanya tuwe wema na kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba niwakumbushe katika kutekeleza masuala ya kubadilika, tusiwe waoga. Bahati mbaya sana jamii yetu ya Kizanzibari ina ugonjwa mkubwa sana unaotuharibia katika mambo mengi, ugonjwa unaoitwa muhali. Kila kitu mtu anahofia kufanya kwa sababu ya muhali, ataonekana mbaya. Nikianza kubadilika mimi, watu wataanza kuniona naringa, wataanza kuniona ndo najifanya mjuaji kama alivyosema shekhi wetu hapa, nitaanza kuonekana vile. Yaani anaogopa hata kujibadilisha yeye mwenyewe nafsi yake ili ajiokoe, kwa sababu ya hofu watu wengine watamuona vipi. Yaani ule muhali unamtawala kiasi kwamba anaogopa. Lakini muhali is very un-Islamic. Yaani si katika Uislamu kabisa, kwa sababu hata ndani ya Qur'an msijakariri aya hizo, lakini najua kwamba inaelezwa unatakiwa utoe ushahidi wa ukweli hata kama utakuwa wewe mwenyewe unakuathiri au ndugu na jamaa zako. Sasa wewe si ndio kuacha muhali? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema Bi Fatma angeiba naye pia adhabu akata mkono ingemkumba, si ndio? Ni kwamba hakuna muhali. Lakini wewe jiulize leo kwenye nafasi yako, unafanya nini kwenye hilo? Si katika wewe unajaribu kushawishi ndugu yako aliyofanya makosa sheria isichukue mkondo wake. Si wewe unaenda kuhonga labda kwenye mihimili fulani huko ili wafanye manuva ndugu yako asihukumiwe. Si wewe ambaye unafanya hayo. Sasa tunaambiwa kuna sadaka tujaria ambao ni thawabu endelevu zinapatikana. Kwa hiyo ndugu zangu, tusiwe na muhali kwenye kufanya haya. Tubadilike sisi, na tunapobadilika tunakuwa chachu wa wengine kuanza kubadilika. Na niwaombe jamii,
wanapoamua watu kubadilika, tusio wakukumbushia ya nyuma. Bahati mbaya sana Mwenyezi Mungu anasamehe dhambi, anazifuta kabisa, lakini dhambi ukizifanya mbele ya macho ya walimwengu, kwa mwangalifu, hawasahau, watakukumbusha hiyo mpaka utakufa. Yani wanasema huyu alikuwa mlevi, hapa anatuambia nini leo? Eti anajifanya shekhe. Ushehe umetoka wapi? Huyu juzi tu alikuwa muhuni, eti leo anajifanya full majuba. Imetoka wapi? Vitu vya namna watakumbushia. Kwa hiyo ndio maana naambiwa wajiepushe sana. Kuna dhambi ukizifanya hadharani, walimwengu hawasahau, maisha itakuwa ina kuhonti, itakuwa inakuandama maisha yako yote, hata ubadilikeje. Kwenye macho walioshuhudia, wao hawataki kubadilika, kwamba wewe sasa ni mtu tofauti. Sasa ndugu zangu, wanaoamua kubadilika, tujue na sisi tusikumbushie yale ambao wamepita, kwa sababu tunawa discourage. Na mwingine anaona ile hata nikibadilika, kwa sababu hawanioni kama nimebadilika, basi bora niwe vile vile. Hilo pia usilizingatie. Badilika kwa sababu unataka kupata radhi za Mwenyezi Mungu. Hata binadamu akikuhukumu vipi, ni maneno yao tu, pengine na matendo kidogo, lakini ya kesho mbele ya Mwenyezi Mungu ndiyo aliyo bora. Lakini pia tumeambiwa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba mbora wetu ni yule ambaye ana tabia njema. Kwa hiyo mali tulizonazo pamoja na hadhi tulizonazo si kipimo muhimu mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu. Kwa kweli yule ambaye ni mbora wa tabia, uadilifu, tabia njema, uadilifu, lakini na mchango ulio sawa katika jamii kwa mujibu wa mafundisho ya dini yetu, ndio aliyebora mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu. Lakini bahati mbaya sana tumerithi sisi kama binadamu kibri na jeuri ya Iblisi. Alipotuona sisi ni wadhaifu kwa sababu tumeumbwa kwa udongo, na yeye ni bora kwa sababu ameumbwa kwa moto, akatuona sisi ni dhalili, akagoma amri halali ya Mwenyezi Mungu ya kumsujudia Adam kwa sababu ya kumpa heshima kwa kile alichompa binadamu, ilmu na ujuaji wa mambo kwa iliyomfundisha. Akatuona sisi hatufai, hawezi yeye kufanya hivyo. Sasa wewe jiulize leo, tabia hizi za kiiblisi unazitumia wapi? Umezibebaje? Wewe si ndio unamuona labda mwenzako naye kwa sababu tu hana cheo chako, labda yeye hafai au unamuona dhalili, au kwa sababu ya hata umbile lako wewe unajiona mrefu, mfupi, unamdharau. Unajiona wewe mzuri, yule unayemwona wewe mbaya. Maana sijui ubaya unaulinganisha nini? Maana yake asingekuwa mbaya wewe, uzuri wako ungekuwa unaujuaje? Maana yake yule unamuona mbaya, wewe unaweza hata kumuumba, hata kutengeneza mdoli huwezi. Leo unatumia hivi sifa za kiiblisi, unaanza kuona watu hawafai, mwanamume anaanza kumuona mwanamke naye ni dhaifu. Lakini hilo ndio aliyotuambia Mwenyezi Mungu. Huu udhaifu kwa jinsi unavyoudefine wewe, ndio hivyo. Shaambiwa mbora mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu ni yule ambaye amali zake ni njema, ndicho ambacho atakijaji Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tuache tabia hizi ambazo alizifanya Iblisi kwetu, tukazibeba na sisi tukaanza kufanyiana sisi wenyewe kwa wenyewe, tukaanza kudharauliana. Kwa kweli niendelee kuipongeza jumuiya, ili jambo kubwa sana wamelifanya, na tukiendelea kulibeba, tukashirikiana taasisi zote zilizomo humu na zilizoko nje ya humu, tukawajenga vijana wetu, kwa kweli hii ndio katika elimu yenye manufaa, na Mwenyezi Mungu atajalia iwe sehemu na sababu ya sisi kupata pepo yake kutokana na haya tunayofanya na mengine mema ambayo amekuwa akituamrisha. Ingawa programu hii imeanzishwa katika mwezi wa Ramadhani, najua tunaizindua leo, lakini walianza kupata mafunzo vijana 19 kwa kuanzia, japo wengine wakasuasua hapo kati, lakini wale ambao walifanya kwenye ile inaitwa Nadwa ni miongoni mwa vijana waliopata mafunzo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na leo tumeanza kushuhudia waliojifunza ndani ya muda mfupi jinsi gani wanavyoweza kuyaeleza, na sisi wote tumeweza kunasihika kutokana na mambo ambayo wametueleza hapa. Kupitia programu hii vijana mtapata mwanga wa maarifa, mtajengewa uwezo wa uongozi, lakini mtaimarishwa katika misingi ya maadili mema. Hii ni fursa adhimu kwenu kujifunza, kujitambua na kuchangia maendeleo ya jamii yetu.
Sasa kabla sijaelekea kwenye kuzindua rasmi, naomba pia nizungumzie mambo machache ya jumla kwa sisi wote yanatugusa. Sasa msione na wasimanga, tumeambiwa sisi Waislamu ni kukumbushana, si ndio? Unamwambia ajili ajirekebisha, unampenda na mimi nawapenda, lazima tukumbushane. Kwa hiyo naomba sana tuwe tunazingatia muda. Inakuwa si sasa hizi tulikuwa tushamaliza, lakini imebidi tunaendelea kwa sababu ibidi tusubiri wale wachelewaji. Usiwe katika wachelewaji. Mwisho kuja kuambiwa kwamba bana kuingia peponi muda wake na huu, mpaka ukao unajifutafuta ukashindwa kuingia bure kwa wakati. Mambo mazuri unaweza ukayakosa kwa sababu hiyo. Matumizi ya mitandao. Sasa hili wa vijana sana ndio linawaathiri. Kwenye mitandao leo kuna taarifa nyingi za upotoshaji, lakini pia zipo nyingi ambazo ni nzuri. Unatumiaje? Hii ni kama nyenzo tu. Kuwa makini, usiitumie vibaya. Ni kama kisu, ukitumia ukaua mtu umefanya vibaya, lakini ukaitumia ukakata kachumbari ukala pilau nyumbani kwako ni safi. Unatumiaje mitandao? Tujihadhari nazo. Na sasa hivi kwa sababu ya masuala ya artificial intelligence, kuna vitu vinatungwa, mtu unamwona sura ndio ile akalishwa maneno si yake, basi huku mtaani mtu anaanza kupata shida. Kwa hiyo sio tunaamini kila tunachokiona, kwa sababu si kila kitu ni sahihi. Ile inayotukumbusha kwamba unapoletewa taarifa ifanyie tathmini kabla hujaifanyia maamuzi. Inahusu mpaka kwenye masuala ya namna hii. Si kila video unayoiona ukaanza kusema yule kumbe ndo alivyo. Si yeye, wakati mwingine amewekwa tu pale sura yake, maneno ya mtu mwingine kaweka. Kwa hiyo mitandao naomba tuitumie vizuri, lakini kwenye hilo kuna swala la kujilinganisha vijana na watu wazima. Sasa vijana inawaumiza zaidi. Yaani anajiona yeye kama mbona amechelewa sana. Akiangalia kwenye mitandao vijana wenzake wanaonyesha mafanikio yao, wameyapata ghafla. Yeye anajiona sijui imekuaje, mimi nishachelewa. Matokeo yake msongo wa mawazo na matatizo ya afya ya akili yameongezeka sana katika jamii zetu kwa sababu hiyo. Wanafanya comparison kwa kitu ambacho hakina hata uhalisia. Wanadanganya wengi, kwanza hakuonyeshi struggle aliyopitia mpaka apate mafanikio. Na wengine wanaonyesha mafanikio si yao. Kwa sababu anajua humjui, anaenda kwenye hoteli huko chumba sijui au kakodi nyumba mtu afanye yake. Wewe unaamini, unajiona huna hata chumba cha kukodi, unakaa kwa wazazi wako, kwa hiyo wewe una mafanikio, wakati taarifa unaojilinganisha nao haina uhalisia wowote. Kwa hiyo tuache kujilinganisha kwenye masuala haya ya kidunia. Rather tujilinganishe kwenye masuala ya kutafuta elimu, na sisi tuweze kuwa waja bora katika kuhakikisha kwamba tunatekeleza ibada zetu kwa kujua. Maana sio tunaenda ibada tunatekeleza bila kuwa na uelewa inatakiwa itekelezwaje. Na tuweke nia thabiti kwenye yote tunayofanya, kwa sababu kama Mwenyezi Mungu amesema kila ametuumba kwa sababu Yesu tumwabudu. Haiwezekani nguzo 5 ndio ikawa ibada. Zile ni nguzo tu kama nilivyosema, na mjengo mzima una nguzo, una kuta, una madirisha, una paa, una kila kitu. Kwa hiyo maisha nje ya zile nguzo 5 unayofanya kila siku, ikiwemo kazi yako, bado ni ibada. Si ndio jamani? Hata mahusiano kwa wale ambao wameoa, najua kuna vijana, mahusiano yako na mkeo yale ya ndani ni ibada. Ndio maana hata ukiyafanya nje yake unapata dhambi, si ndio? Kwa hiyo kama ni ufundi basi tuweke huko ndani, si tuko kwenye ibada. Si ndio jamani? Kwa hiyo ibada tuizungumzie kwa upana wake, na hii mashehe wetu watusaidie ili watu wasijue au vijana wakajua kwamba akishafanya zile nguzo 5 kamaliza, na ufanya nje ya hapo haihusiani. Kwa sababu tusiposema kazi na yenyewe kama ni ibada, matokeo yake ndio huko atataka upigaji, atataka kukwepa, atataka kufanya utoro. Akijua kazi ni ibada, moja atajifunza kazi yake anatakiwa ifanyeje. Pili atahakikisha kwamba anaifanya inavyotakiwa, na hata ataka kufanya utoro hahitaji kusimamiwa, zaidi ya kupeleka kwa mkuu wake alichokifanya ili kiweze kupitishwa au kurekebishwa. Lakini sio ile kukimbizana kwamba uko wapi, mbona haupo, mbona hujafanya. Yote hayo yataondoka. Kwa hiyo tuizungumzie ibada kwa ujumla wake. Lakini niwaombe sana tusikate tamaa. Kuna kukata tamaa kwingi na ndio kunakopelekea hata magonjwa ya akili. Na kukata tamaa wakati mwingine pia kunachangiwa na wazazi na walezi. Unasikia yani mwenzako yule mzazi au mlezi, angalia mtoto fulani umri wako, mwenzako amefanikiwa. Sasa mtoto na wewe umri wako mzee, mbona nao hujafanikiwa kama Bakhresa kwa mfano? Kwa hiyo tusio tunawatia mashinikizo watoto mpaka wanatafuta njia zisizo halali ili waonyeshe mafanikio, wapate kupendwa na kusifiwa na wazazi.
Ndugu zangu wazazi na walezi, tuwachunge watoto wetu hata katika vipato vyao. Sio unamuona na mafanikio ya ghafla unafurahia bila kumuuliza mwanangu, kwani ndio shughuli gani unafanya? Asije akawa amejiingiza kwenye madawa ya kulevya, asije akawa amejiingiza kwenye shughuli nyingine haramu. Wewe unafurahia tu unapoletewa mafedha na vitu bila kumdadisi, ili uweze kujua chanzo cha fedha zile, uweze kumnasihi na kumrudisha kwenye mstari kama atakuwa amekosea. Kwa hiyo sisi washinikize watoto kupata mafanikio kwa njia yoyote ile, bila kujali kwamba njia hizo ni halali au si halali. Tuwe sehemu ya kuwalinda watoto wetu. Kuna kitu kinaitwa self talk, kujisemeza. Kuna mtu yote ambaye ajisemezi hapo? Mimi najisemeza sana. Yaani unataka kufanya kitu, kuna sauti nyingine inaanza kukwambia wewe acha ujinga, unaweza. Kwanza tangazo la kazi ile, hata huna sifa, acha kujidai. Inakukatisha tamaa, uchukui hatua. Na hii ni ugonjwa mkubwa kwa watoto wa kike zaidi kuliko wa kiume. Na nazungumzia mimi binafsi amenikuta. Kama ingekuwa sio push ya kutoka kwa watoto wa kiume, pengine ilikuwa njia iko tofauti. Nitakupeni mifano miwili. Mfano wa kwanza ilikuwa mwaka 2002. Tangazo la kazi limetoka kuajiriwa kama mhandisi pale TANROADS, wakala wa barabara kule Tanzania bara. Nikaangalia pale zilikuwa sifa nyingi, ninazo asilimia maybe 80, kama 20 sina. Kwa hiyo nikasema si qualify. Wenzangu tulikuwa nao pamoja wakasema omba hii, nikasema mimi sinaweza. Wakasema wewe mbona unaweza? Walivyoona na suasua wao wakaandika ile barua. Mmoja hapo akachukua jukumu la kuandika barua ya kuomba kazi, akaniambia ni sign. Nikasign, nikaipeleka siku ya mwisho na ile kazi nikapata. Sasa mtoto wa kiume kama sifa ziko 10, akiwa nazo 3 anasema hii kazi yangu. Mtoto wa kike akiwa na 7 hana 3 anaanza kusema hata si qualify. Inakuwa una focus kwenye nini? Kwa hiyo unachofocus nacho ndo kinachokuwa. Wewe ukiona una mapungufu yanazidi kukua, mwisho anakufanya una paralyze hata kuact, huwezi kufanya juhudi yoyote ya kufanikiwa. Ukiona kwamba unaweza na focus kwenye mazuri, utachukua hatua zinazoendana na hivyo. Na ndio maana tunaambiwa kwamba Mwenyezi Mungu anasema mja wangu anavyoniona ni hivyo ndio hivyo, au sio? Ni hadithi nafikiri. Wewe ukiona kwamba Mwenyezi Mungu ni mnyimi, hakupi, utakuwa hupati siku zote, kwa sababu hutafanya jitihada za kupata. Ukiona Mwenyezi Mungu yani kila kitu kinatoka kwake, yani nikiomba atanipa, utafanya jitihada, utaomba na kuchukua hatua hivyo. Hii pia ni kanuni za kimaumbile. Mwenyezi Mungu ametengeneza kanuni za kimaumbile. Ukizijua zitakuathiri, usizijue zitakuathiri. Kwa mfano gravity. Hamna kitu, kwa mfano ukapanda juu ya bati, ukasema mimi napaa, ukaruka, utaanguka chini kwa sababu kuna law of gravity, yani kitashuka tu chini. Kayumba hata usipojua ukataka kujaribu itakuathiri vile vile. Kwa hiyo bora tuzijue, tuzitumie vizuri. Na usitake kumjaribu Mwenyezi Mungu kwa sababu unasema si Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kila kitu, mimi namuomba basi nitapaa tu hivyo, afu ukaenda ukapaa kule. Kuna kanuni ameshaziweka, hata zibadilisha kwa ajili yako wewe. Si badilisho kwa waja wema wakati huo, pengine mitume, moto uliwaambiwa wakati ule Ibrahimu si uwe wa baridi. Sawa. Sasa wewe ingia kwenye moto uone kama utakuwa baridi. Utaungua. Kwa sababu ndio kanuni ya kimaumbile, moto unaunguza. Kwa hiyo tuzijue, tuzitumie vizuri zisituathiri, afu tukaanza kusema kwamba Mwenyezi Mungu nimemuomba lakini hajanifanikishia. Anataka tuzijue na tuzitumie ipasavyo. Kwa hiyo hii self talk usiruhusu ikakuharibia mambo. Usiruhusu ikakufanya ukate tamaa na kutokujaribu vitu. Ikikwambia unaambia nimekusikia lakini sikubaliani na wewe. Na uwezo nitafanya ile jambo. Kwa mfano unajaribu kukatisha tamaa. Nimekusikia lakini hatutafanya unachotaka. Kwenye mikutano unajua jibu la kitu, unashindwa kunyosha mkono, unasema pengine itaonekana nimesema point sio. Unakaa kimya, mwenzako kanyosha, kapigwa makofi, wanasema hili ndio wazo bora la siku ya leo. Unasema lakini mimi nilikuwa nalo. Nani anajua? Usiruhusu huyu jamaa ambaye anakuongelesha siku zote akukatishe tamaa ukakubali. Kwa hiyo usikubali, sikilize yale ambao unaona yana maana, chukua yale mengine mpuuzie, mwambie tukutane kwenye point nyingine, hii sikubaliani nayo. Tumekubaliana. Na hii ni kwa wakubwa na watoto. Jingine niombe malezi, ndugu zangu, yasiachiwe wazazi peke yao. Wazazi wako lakini hawako kila mahali, ila jamii iko kila mahali. Hebu turudishe utaratibu wa zamani.
Ukimwona mtoto wa mwenzako anafanya kwanza muonye pale pale, pia mfikishie. Na wazazi tuache hii jamii na tabia ya kusema kwamba anakuhusu nini, kwani wako ndio ametufikisha hapo. Zamani alikuwa mtoto huyu anaangaliwa na jamii nzima, kwa hiyo hana pa kukimbilia. Hayuko mama yake, yuko mama wa mwenzake, hayuko babake, yuko baba wa mwenzake, yuko mkuu wa mwenzake, anaonwa kila mahali. Kwa mbali ya kwamba Mwenyezi Mungu anamuona na jamii ilikuwa inamuona. Kwa hiyo alipungua sana haya mambo, kwa sababu tulikuwa tunafanya collectively kama jumuiya kuwachunga vijana wetu. Sasa hili tulirudishe, kwa sababu kuliacha hili linatuharibia sana. Sasa hivi wazazi wamekuwa TV, wazazi wamekuwa internet, influence za nje zimekuwa kubwa sana. Lakini sababu pia kubwa ni kwa sababu hatuna huu msingi ambao sasa tumeamua mahususi tunataka kuujenga, kwa sababu msingi ukiwa imara anaweza katikizwa lakini bado akasimama imara. Lakini msingi ukiwa dhaifu, akitikiswa kidogo tu ashahama kaelekea huku, ameng'oka kwenye imani yake, pengine anaenda kwenye imani nyingine. Kwa hiyo hili na lenyewe naomba tulizingatie. Mashehe wetu ni waombe mtusaidie kwenye masuala ya kazi. Na changamoto kubwa, vijana wanachagua kazi, walalamika hakuna kazi. Sasa sijui definition ya kazi ni ile tu ya kuajiriwa. Jamani, tusaidieni katika historia za mitume, kuwaeleza mitume kazi walizofanya. Wapo waliokuwa washonaji, wakulima, wafugaji, wafundi seremala, ili waanze kupata ile kupenda kazi za namna hiyo. Yaani fundi seremala anasema mimi nafanya kazi za mtume fulani bwana, yaani aone fahari na sifa kufanya kazi za namna hiyo. Lakini leo wanakejeliwa kwa kufanya kazi za namna hiyo. Sasa tukianza kuiunganisha na kazi walizofanywa mitume wetu iliyopita na maswahaba na watu wengine muhimu katika historia ya dini yetu, labda itaanza kuibua upendo ndani ya vijana wetu, waweze kupenda sasa kufanya hizi kazi, wasisubiri tu kuajiriwa, kwa sababu kazi ziko nyingi. Na kwenye hili uzuri serikali imeweka katika uwezeshaji. Jamani, tuna wakala uwezeshaji wananchi kiuchumi, mikopo inatolewa bila riba. Tafuta tu wazo lako, kafanyie kazi, mkopo utapata. Lakini uwe na subira. Tatizo kubwa tunalipata, kijana ana wazo, anataka faida yake ionekane kesho. Jamani, hata mimba uchukua miezi 9 kabla haijazaliwa. Mmea wote wewe chunguza, kila mmoja amewekea muda wake kabla hujaanza kupanda kutoa matunda. Sasa wewe ingekuwa shambani ukipanda mbegu leo, baada ya wiki unaenda kuiangalia afu unaitifua, mbona hayo yote ungepata mazao wewe? Sasa kwenye biashara na shughuli ndio hivyo hivyo, umefanya mwezi mmoja haijafanikiwa, unabadilisha. Kila siku utakuwa mbadilishaji, kwa sababu hujaipa muda wa kutosha yenyewe kuweza kukua ikaanza kukupa faida. Kwa hiyo vijana wawe na subira kwenye hili, ili na wenyewe tuweze kufanikiwa, na mashehe wetu pia watusaidie kwenye haya, vijana waweze kuyaona pia kwa mtazamo wa kidini kama ni mambo yanayofaa. Kwenye jingine ambalo sasa mnamalizia, serikali imeendelea kutambua umuhimu wa vijana katika maendeleo ya taifa. Hivyo basi, na kwenye kulijua ile wizara imeanzishwa kabisa ikiwa na jina mahususi, inaanza wizara ya vijana ipo sasa hivi. Tutumie fursa hiyo kuhakikisha kwamba tunafanya juhudi na juhudi za namna hizi ni moja ya hizo juhudi, ziungwe mkono. Sisi kama serikali tutaunga mkono. Wizara ya Elimu imeshasema, Kavision wako washasema, ndio serikali yenyewe. Tutashirikiana kuhakikisha mambo haya yanakwenda mbele. Ndugu zangu vijana, niwasihi kwa kweli mtumie vyema nafasi hii, mshiriki kikamilifu katika mafunzo yatakayotolewa, jifuzeni kwa bidii, lakini muwe na chachu ya mabadiliko ndani yenu, au uchu wa mabadiliko ndani yenu, na katika kuyaleta hayo pia katika jamii. Mafunzo haya yawe ni sehemu ya maisha yenu ya kila siku, sio katika kipindi cha Ramadhani pekee, kwa sababu tunatakiwa tuishi Qur'ani na Sunna kwenye maisha yetu yote. Si Ramadhani inakuwa ni kama vile kila baada ya mwaka kila mwaka tunaenda kwenye semina elekezi, baada ya hapo mafunzo ya tubebe miezi 11 inayofuata mpaka Ramadhani nyingine tunaendelea kujimarisha. Ndugu vijana, pia naendelea kuwasihi na kuwataka kuendelea kuliombea taifa letu amani na upendo katika kipindi hiki, lakini katika kipindi chote. Lakini pia tuwaombee viongozi wetu wa kitaifa, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
na Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, waendelee kutuongoza kwa hekima ili tuweze kuwa na maelewano ndani ya nchi yetu na tupate mafanikio makubwa. Lakini pia ni muombe Mwenyezi Mungu atutakabalie ibada zetu za Ramadhani na nyingine tunazozifanya, na atuongoze tuwe na hatima iliyo njema sisi sote. Awasamehe wazazi wetu makosa yao, waliotangulia mbele haki, Waislamu wenzetu na waumini wengine, lakini na sisi tulioko hapa atusamehe na endelee kutuongoza. Na mwisho kabisa sasa, kwa heshima na taadhima, natamka rasmi kuwa program ya Zanzibar Youth Ramadan Light nimeizindua rasmi. Namuomba Mwenyezi Mungu aibariki programu hii, awape mafanikio waandaji wake na wale watakaoshirikiana nao, na aongoze vijana wetu wote watakaoshiriki. Kwa ujumla atujalie sote hikma na mafanikio mema hapa duniani, lakini na kesho akhera. Asanteni sana kwa kunisikiliza.